Kibu Denis Prosper ana magoli mengi ya kimataifa kwenye miaka miwili iliyopita kuliko magoli aliyofunga kwenye ligi kuu ya NBC. Kwenye kipindi cha miaka miwili iliyopita, Kibu Denis ukiunganisha na mchezo dhidi ya Nsingizini amefunga jumla ya magoli 7 kwenye mechi za kimataifa, huku kwenye ligi akiwa amefunga jumla ya magoli 5 tu kwenye miaka miwili ama misimu miwili iliyopita ya kimashindano kwenye ligi ya ndani. Sasa Kibu Denis Prosper ni big game player. Yani Kibu ni mchezaji ambaye ana turn up ama anafanya vizuri mazingira ya pressure yanapokuwa yanamkabili. Na hivi sasa Kibu anakabiliana na pressure hizi mbili. Of course kwenye mchezo dhidi ya Nsingizini, ile ni mechi nyingine ambayo Simba walikuwa na ulazima wa kuhakikisha wanapata matokeo ili kuweza kuweka mazingira mazuri kwenye michezo miwili kwa ajili ya matokeo ya jumla ya kuwapeleka kwenye hatua ya makundi. Lakini Kibu hivi sasa pia ana pressure yeye mwenyewe ya kuhakikisha kwamba anarudisha nafasi yake kwenye kikosi cha kwanza cha Simba. Msimu huu ukitoa mchezo dhidi ya Young Africans kwenye ngao ya jamii, hakuna mchezo mwingine ambao Kibu amebahatika kuanza kwenye kikosi cha Simba. Kwa hiyo kwenye ule mchezo dhidi ya Nsingizini, Kibu Denis anaingia uwanjani akiwa na vitu viwili kichwani. Kwanza, kuna pressure ya mchezo ambayo tayari Simba wanatakiwa wahakikisha wanapambana nayo, mechi ya kimataifa, lakini kwenye hatua hizo tunajua nini ambacho Kibu anaweza kukifanya. Lakini kwenye ile mechi pia Kibu anaingia kama sehemu ya mabadiliko, yeye mwenyewe akiwa na pressure binafsi ya kuhakikisha kwamba anarudisha nafasi yake kwenye kikosi kwa performance ambayo itakuwa ni nzuri, na ndio kitu ambacho amekwenda kukifanya mwisho wa siku. Kwa hiyo Kibu bwana ni mchezaji ambaye kwenye kipindi cha miaka miwili iliyopita amefunga goli dhidi ya Al Ahly ya Misri kwenye ule mchezo wa AFL. Wengi tunakumbuka michuano ya African Football League ambayo of course ilifanyika kwa edition moja kisha haikuendelea tena, lakini kwenye mchezo wa ufunguzi kwa Mkapa, mechi ambayo iliisha kwa sare ya magoli 2-2 dhidi ya Al Ahly ya Misri, yeye alifunga goli pamoja na Sadio Kanuti. Msimu uliopita kwenye michuano ya kimataifa, Kibu alifunga dhidi ya Ahli Tripoli, Sfaxien na Constantine. Na kwenye mchezo dhidi ya Nsingizini Kibu kapiga tena brace. Kwa hiyo ni magoli 7 hayo. Lakini hata hapa ndani, licha kwamba kuna shaka kuhusu ufanisi wake na kila kitu, lakini kwa kiasi kikubwa sana miongoni mwa timu ambazo pia anaenjoy kuzifunga kwenye ligi ya ndani ni Young Africans. Kwenye kipindi cha takriban miaka 3 iliyopita, Kibu amewafunga zaidi Yanga kuliko timu nyingine yoyote, akiwa amefunga magoli 2 dhidi ya Yanga. Of course kuna magoli 2 ambayo aliyafunga pia katika mchezo dhidi ya Dodoma, lakini no joint, yani kifupi. Yani katika timu ambayo ameifunga the joint highest kwenye miaka 2 iliyopita, Young Africans nao hapo. Kwa hiyo Kibu ni huyo tu mchezaji ambaye yani kwenye mechi ambazo zina pressure, kwenye mechi kubwa ana turn up, lakini kwa bahati mbaya pengine kutaka muendelezo kutoka kwa Kibu, sijui inaweza ikawa ni kiulizo pengine kikubwa kwa upande wake, kwa sababu wapo tu wale wachezaji ambao pressure ikiwa kubwa ana perform, lakini tena mazingira ya kipoa, mechi zikirudi tu kwenye utaratibu wa ligi kuu na michuano ya FA, unaweza kwenda kupata version tofauti tena ya Kibu, ukawa unaanza kuona mambo ambayo hukutaka kuyaona au ulitamani kuona muendelezo ambao huendelei kuona kutoka kwake. Kwa hiyo bwana, huyo ndo Kibu Denis bwana. Kibu Denis zinapokuja mechi kubwa ni kama ulivyokuwa unamuona Didier Drogba kipindi kile akiwa na Chelsea. Yani ata turn up, hujui inakuaje, anatokea benchi anaanza, unatarajia kabisa kumfanya Kibu awe ni mtu ambaye utamsimamisha na kumhesabu kwenye michezo ambayo inahitaji waamuzi na michezo ambayo inahitaji mtu wa kuamua matokeo. As far as big matches are concerned, na hasa kwenye michuano ya kimataifa, Kibu ni mchezaji ambaye ana funguo yake ya siri, na mara zote huwa ana dawa ya namna ambavyo akaunti yake ya mabao huwa inasoma vizuri kwenye hatua kama hizi.